JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Okay, bana, mambo vipi? Ni JPS TV Online, kwa pamoja tukupashe. Nafasi nzuri leo asubuhi nyumbani kwetu hapa majira ya saa 5. Tumepata nafasi ya kupiga story na moja kati ya watu ambao wanaongelea ukweli wa mambo yanayoendelea hapa nyumbani kwetu. Ni kama unavyomuona hapo kwenye kamera, ni Pacha Wanyago. Bana, first time leo anaonekana kwenye kamera zetu za JPS TV Online. Ataenda kujitambulisha na kila kitu. Bana, moja kwa moja kwenye maswali. Ni vipi? Sawa. Endeleaje? Shwari. Njia ambayo umetoka uliacha vipi huko nyumbani? Mjini yako hapo vizuri. Yako vizuri. Vipi mazingira sasa hivi unaonaje? Yako fresh tu. Kwa sababu ndo tumezoea. Ya mzalendo hapa. Okay, na vipi labda ulipotoka huko ilikuwa ni mishe gani ilikuwa nakupeleka? Mishe tu ya kifamilia. Ya kifamilia. Yeah. Okay, bana, tuende moja kwa moja kwenye Kasumba hapa nyumbani kwetu sasa hivi. Mitandao ya kijamii ni kote. Bana, ukisikia ni Ebembe to the world bana, first time kusikia kutoka kwa faza, yani tuseme kama faza yako tuseme kwa upande mwingine, first time kusikia Ebembe to the world ilikaa vipi kwenye kichwa chako? Ya kwanza mimi nilifanya kuisikia nikafurahi kwa sababu ni jambo nzuri kwa Ebembe to the world dunia mzima yani. Yeah. Ya na kama Tanzania kufahamika Ebembe to the world ipo. Ya mimi nilichukulia jambo nzuri sana na nilifurahi. Okay, kidogo tugusie upande wa sanaa hapa nyumbani kwetu kwa muonekano sasa hivi na Bafo walofeli kabla na kwa sasa hivi ni vipi? Tuambie. Walofi sijaelewa swali vizuri. Ni kwenye kufeli kusema kwamba tofauti wa zamani na sasa hivi. Utofauti wa sasa hivi na zamani. Yeah, kwenye platform za muziki. Sasa hivi kuna support nyingi na kuna promoter nyingi za muziki. Ndio tofauti huo. Okay, moja kwa moja kwenye ushindani ambao kwa sasa hivi hapa nyumbani kwetu kati ya Diki pamoja na Nyago Mani bana, umesimamia upande gani? Nyago na Diki hawana ushindani wote. Okay, nataka nijue labda kwa hapo kwa kusema hawana ushindani ni vipi? Diki ni msanii na Nyago ni msanii, wote ni wasanii wa camp lakini wanapishana hadhi. Okay. Aiza ngazi. Yeah. Na hazi zao ziko vipi? Kwa maana kwenye platform sasa hivi nafikiri ambao anachopeleka sana kwa nafasi inavyoonekana kwa wazi ni Nyago Mani. Lakini nimejaribu kupita juzi kwenye mitandao ya kijamii, nimekuta mahojiano ya Diki amefanya na baadhi ya TV hapa nyumbani kwetu, amekanusha sana vitu vya Nyago Mani alivyofanya huko mbele alipokwenda. Hizo tu ni kiki. Ni kiki. Nikizani nilifanya interview na TV nyingine tu juzi hapa. Yeah. Niliongea, waliniuliza kuhusu hilo swala. Nikamwambia kwa Nyago sasa hivi ndo anashika kambi kwa muziki wa hapa. Sasa wale wakina Diki ni wasanii wa kempo lakini sasa hivi hawana lolote. Sasa wanatafuta kiki kupitia kwa Nyago ili wapate kupata zile sifa. Kwa hiyo unaamini kwamba ni kiki yani? Ya ni kiki tu ambaye anatafuta. Okay, na swala moja tugusie niambie yani, nataka kila mtu aone utakavyoongea utofauti wa wasanii wa kambini na wasanii waliotangulia mbele. Wasanii wapi waliotangulia? Ambao walivuka kwenda US. Kwenda USA. Yeah. Kwanza USA kule kwa tofauti na huko. Kule kwanza unatakiwa ingie kampani, unatakiwa ende kazi. Okay. Sasa ule muda wao kutoka kazini, ukizani unatoka kazini usiku, after ndio uingie studio, hayo ni mambo ambayo waga na wasumbua wa kule USA. Okay, na hapa tugusie utofauti tena wa Nyago Mani na wasanii wa hapa nyumbani kwetu. Kila siku waga naongea kuhusu utofauti wa wasanii hapa kempu, aiza utofauti wa wasanii wengine na Nyago Mani. Okay. Ya Nyago Mani ni mtu ambaye anajituma kwenye kazi yake na anajua nafasi yake ya usanii uko wapi na ana promote muziki sana. Ya wasanii wanaweza kutoa muziki lakini hata promote kwa sababu sasa hivi kuna ngoma ya Follow Bugatti ilitoka jana inaitwa sijui inaitwaje lakini ya promote muziki nikizani kama nafahamu tu mimi pekee. Kwa first time kupambana na Nyago ilikuwa ni situation gani mlikutana naye kwa mara ya kwanza kabisa tuseme? Mara ya kwanza nikizani ilikuwa kama yani siwezi kukumbuka mwaka. Okay. Ya lakini ilikuwa ni mazingira gani, hapa nyumbani au nje hapa? Ya hapa nyumbani, tulikutana UNHCR kule. Nikizani alikuwa anaenda kumpeleka
nani ule msanii wao ilikuwa bado ingali Grand Music. Ilikuwa Grand Music, alikuwa ni nani mbali yenda, alikuwa ni nafikiri kwa ni mwaka juzi kama sijakosa. Anaitwa Gizi. Okay, Gizi nakumbuka. Ya ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kukutana na Nyago, nikizani nilimuita blaza, ni kama blaza yangu, nilimuita nikamwambia blaza, pambana sana kwa sababu utaenda mbele na utatuokoa hapa kambini. Na kama neno Nyago akiyasikia mwenyewe ataelewa. Okay. Na atakumbuka. Yeah. Okay, kwa karibu labda sasa hivi mnaishi vipi na Nyago? Tunaishi blaza ama shabiki. Kweli. Labda kukatia kwa siku hizi kama mafanikio yamekuwa ni ya juu sana, atatukataa watu huko nyumbani. Yaani yeye hawezi kukataa watu kwa sababu hata kama akifanikiwa, sasa anafanikiwa si vya kwake. Sasa moja kati ya mimi kuongea hivyo ni kulingana na kauli ambazo wameongea kwenye exclusive walifanya kule Dar es Salaam. Kuna baadhi alisema kwamba mimi sio mkimbizi, sijui faza mkimbizi, mambo kadhaa, na alitukataa kwa upande fulani hivi kwa kusema kwamba Yesu mkimbizi. Na vipi mara kwanza kusikia ilikuwa ni aje, iliingia vipi kwenye akili? Mimi nilisikia, lakini mimi siwezi nikampangia Nyago cha kuongea. Okay. So yani kifupi siwezi nikampangia mtu maneno ambayo atayaongea. Okay. Lakini kwa kauli ile mwenyewe ndo aliongea na yeye anajua cha kwake, lakini Nyago kama Nyago ni mkimbizi. Yeah. Nyago ni mkimbizi kwa sababu ana kadi na ile kadi yake imeandikwa kule yeye ni mkimbizi. Kwa hiyo kwa hilo swala mimi siwezi kumpangia mtu cha kuongea. Yeah. Okay, kwenye comments pia kusema kwamba Nyago kajinadi sana, nikafanya kama shakuwa international superstar, global superstar, lakini ni bado hajafika. Ni vipi kwako umekaaje? Lazima ajinadi kwa sababu anafanya vitu vizuri, na msanii yoyote akifanya kitu kizuri lazima ajigambe na ajinadi. Lazima, hiyo ni lazima. Yaani hata awe nani. Nikikumbuka mwaka uliopita wasanii hapa kwetu wakina Grand Music walifanya ngoma fulani na mabantu hivi. Walijinadi sana kwa ile ngoma. Walikuwa ni kina followers. Walijinadi, walisema kwamba hakuna kundi yoyote ambayo itaweza kufanya collab kubwa kama hii. Yeah. Na hiyo interview nayo kwenye simu yangu. Hakuna kundi yoyote ambayo inaweza kufanya collab kama hii, na sisi ndio kwanza kufanya collab za nje. Kwenye kujinadi unaamini kwamba ni mafanikio pia? Ya kujinadi ni kutokana na mafanikio yake mwenyewe. Au kujinadi na wakati hauna mafanikio. Ukipata mafanikio ndio unajinadi. Kwa hiyo kujinadi kwake labda kusitupatie sisi kasumba ya kusema kwamba eti amejinadi hivi na hivi, kwa sababu hapa kambini watu wanakogana kamdomo sana. Okay. Ya, na watakagi mafanikio ya watu. Yaani wale ambao wanaona Nyago anaongea vibaya labda ni watu ambao hawataki au hamtaki kifupi. Ya, wana maneno yao ambao wanayapanga huko ili, kwa sababu mimi kama mimi nikifanikiwa siwezi nikakosa kujinadi. Lazima ujinadi. Okay, na kubwa kuliko hivi, ukisikia jina la Madi, nafikiri ni msanii kongwe sana hapa nyumbani kwetu. Ukisikia jina la Madi kwako inajenga taswira gani kuona Nyago yuko pamoja naye? Nyago kuna clip fulani tumeona kwenye mitandao ya kijamii, Nyago yuko pamoja na Madi wamekutana, nafikiri ilikuwa ni session studio pale, walikutana wakakumbatiana nini. Kuna walikuwa naongea, ni sema sound ya kwenye ile video hatujaipata kiuhakika. Ndio nakuuliza kwa wewe kama shabiki sugu, yani ukisikia jina la Madi kwa muziki hapa Tanzania, unaona Nyago anapiga hatua gani kwa international? Nyago anapiga hatua kubwa, lakini sasa sema yeye ni mkimbizi atarudi tu kambini, lakini hatua yake ni kubwa, ambacho nitamuomba afanye tu kuitambulisha Bembe to the World tu kule basi. Okay, ni wengi waliongea kwamba Bembe to the World kwenda bana inakuwa ni issue, kwa maana lugha aliyotumia mle ndani sio yenyewe. Kwa Bembe to the World alafu tumia Kiingereza, mwanangu inakuwa ni kasumba kweli. Vipi kwako vikaa vipi, tutaenda kwa ile lugha au Bembe to the World tutumia baada ya hiyo ngoma kutoka? Itaenda kwa sababu anatumia English, lakini ndani ya English yani mle ndani mna Kibembe. Okay, tumeipitia, lakini kwa ukubwa kabisa wa ngoma lugha iliyotumika mle ndani ilikuwa ni English. Sasa watu wanakuwa na huyu jamaa anasemaje, afu Bembe to the World tunaenda vipi wakati ndani katumia mle ilikuwa ni Kiingereza. Afu tukiangalia kabisa kwa watu waliotangulia kutoka, tumtaje mmoja atakuwa ni Founder, yes, alienda kwa ngoma ya Kiswahili. Nyago pia kaenda kwa ngoma ambayo kwa ukubwa kabisa 90% ya ile ngoma maneno yaliandikwa mle ndani ya Kiingereza. Kwa Bembe to the World inakuwa ni ngumu kama watu wanavyoongea. Labda kwa uelewa wako, kwa uchache wako wa maneno tusikie, unaielewa vipi Bembe to the World kwenda mbele? Ya, kwa mfano mimi kwanza nitoe mfano kidogo, kwa sababu mtu unaweza ukafahamika, si Nyago vile alivyoenda kule alikuwa anafahamika kama nini, kama mkimbizi ambaye anatokea wapi, Kigoma. Hata pale Wasafi TV nikizani hiyo swali walimuuliza, ya akajibu kule wanamjua ule ni mkimbizi tena Mkongomani. Hata kama akiimba English
na wanamjua kabisa. Wanamjua tu ni Mkongomani, anatoka sehemu fulani, na kibembe kenyewe anataja tu mle ndani. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, tibini kwamba kwa ukubwa wa maandishi aloweka mle ndani ya Kiingereza, ila kwa seriously kabisa wanajua kama umetokea kambini. Tibini kwamba kwa Bembe Tuzo World ni rahisi kwenda, wanamjua yani kiuhakika kabisa. Ingekuwa kwamba wamjui kama anatokea kambini na ni Mbembe, yani hapo ingeleta kasumba, kwa sababu wanajua ni mkimbizi anatoka kambini na ni Mbembe. Yani Bembe Tuzo World tayari hapo. Okay, kubwa kuliko bwana, jana imetoka, ilikuwa ni out ya history, nafikiri piga na Chino 1-1. Umesikia kwa mara ya kwanza, imekaa kwenye mpango mzuri au vipi, imetoka nje na mada? Ipo vizuri kwa sababu inatembea vizuri kwa sasa hivi, iko 36 kwa masaa 18. Okay. On trend ilikuwa ni masaa mawili yaliyopita, iliacha kwa kwenye 22. Kwa service jiangalia kama kwenye 20 ngapi, lakini wewe unaamini itafika first pale on trend au hapana? Ni vigumu kwa sababu kwanza kuna wasanii wengi hapa Tanzania au wasanii Kongo wale. Okay. Wale wenyewe ambao wanateka muziki wao Tanzania wametoa mangoma kama Mbosso ametoa sijui track kama sijui ni 7 zile. Diamond hivyo na track 2 za mpya. Sasa kuzipindua mpaka zile track mpaka ile track ishike ya kwanza pale ni vigumu. Kwa hiyo lakini itatembea tu vizuri, lakini on trending sijui namba 7 na mangapi haiwezi kafika huko. Okay bwana, first time leo umeonekana, neno moja kwa wewe, yani kumwambia blaza yako ni patako tuseme, kwa kumshauri labda kwa uchache tu tusikie. Mimi siku zote namwambia ni blaza aendelee kupambana kazi yake, na zidi kufanya kitu ambacho kitatufurahisha sisi mashabiki zake, na wengine wote wazidi kupambana ili wainue muziki wa hapa nyumbani, kwa sababu mimi waga siongee mambo ya uongo, waga naongea mambo ya ukweli. Ya TV nyingi waga zinakuja kuniuliza pale nyumbani, nafanya nazo interview, waga nawaambia tu mambo ya ukweli na uhakika. Kwa hiyo kila mtu akiona interview yangu waga anasema mambo ni ya ukweli. Kwa hiyo nitakachoomba wasanii hapa nyumbani wafanye tu kazi zao. So mtu akifanikiwa kwa mambo yake binafsi, wanaanza kumletea maneno sijui kaongea vibaya, sijui kasemaje, wakina Kizoboi, wakina Diki hao. Sasa hivi namuona Follow Bugatti aongea tena kama maneno kama ile ya zamani. Yaani yupo kimya tu, anapambana na kazi yake. Kwa hiyo namshukuru sana na mwenyewe. Okay, na hapo umegusia swala moja la Kizoboi bwana. Hiyo hapo kidogo leta kutoka, lakini tuendelee kidogo kwa hata dakika 5 dakika 2. Tuambie Kizoboi kati yake na Nyago, ushindani wao umekaa upande gani sana, yani kwenye beef labda ya kutafutiana wanawake au kelele tu kutusumbua mtandao? Kwanza Kizoboi ni msanii wa nyumbani, lakini kwa njia zote hawezi akamfikia Nyago Men. Yani njia zote. Sio kwamba namtukana, kwa njia zozote, yani hata mashabiki wakisikia interview wataongea. Kizoboi hawezi akamfikia Nyago popote. Yani Nyago kafika Wasafi TV pale, afu Kizoboi anadharau kwamba anaongea maneno tu. Yale maneno yaliniingia vibaya sana mpaka nikakasirika, nikaandika kwenye clip yangu ya Instagram nikizani ambao waliangalia basi kwa hiyo ndio kama hivyo. Kizoboi aache mdomo, afanye kazi tu basi, ili tunue muziki wa Kempu ujulikane kokote. Okay, basi neno moja kwa wanakutazama sasa hivi. Wanaonitazama, napenda kwa taarifu kwa watu fuatilie muziki wa nyumbani na tuzidi kusupport. Kwa hiyo ndio hayo. Okay, bwana, tulikuwa na mwenyewe alikuwa ni Pacha Wanyago nyumbani kwetu sasa hivi, mazingira mazuri sana ya kurefresh mind. Bwana, ni JPS TV Online, kwa pamoja tukupashe. Mtangazaji wako ni Tommy. Ukimwona yeye umeona wote bana, move nzima ya JPS TV Online. Kevin Soweto nyuma ya kamera. First time leo kwa mara yako ya kwanza kututazama, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, pia kutufollow kote kama Instagram, TikTok, Facebook pamoja na Twitter. Boom, here we go. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.